Uwarigani mtazamaji wa SAUT TV, ni matumaini yangu kuwa mzima wa afya, lakini siku zote umekuwa ukiona tukifanyia kipindi chetu ndani ya studio, lakini leo tuko nje kwa sababu ni mchezo wa kikapu, nasi tumekuja nje kwa ajili ya kufanya kipindi hiki. Karibu sana kwenye kipindi cha Sports Warm Up, na kwa siku hii ya leo tunaongozwa na mada inayosema ni kwa namna gani wadau wa mchezo wa kikapu wanavyohakikisha mchezo huo unasalia vioni. Na kuongozea kipindi hiki kwa siku hii ya leo, langu jina ni Lucia Mkono, lakini nitakuwa na kapteni wa mchezo wa kikapu ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino, pamoja na mchezaji pia ni mdau wa mchezo wa kikapu ndani ya Chuo Kikuu pia cha Mtakatifu Agostino. Tuwe wote kuanzia mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Nikianzia na Nelson ambaye ni mchezaji, ni miundombinu gani ambayo ni muhimu sana ambapo unapokuwa ukianzisha mchezo wa kikapu inatakiwa kuwepo? Kwa kuanzia na miundombinu ambayo ni muhimu, cha kwanza tunazungumzia uwanja. Uwanja ni kitu muhimu sana kwenye mchezo wa kikapu. Huwezi kucheza mchezo wa kikapu kama uwanja utakuwa ni mbovu. Lakini kitu cha pili pia tunasema ni vifaa vingine vya michezo, kiwepo mpira, ni kitu cha msingi sana. Kwa hiyo ukizungumzia ujumla wa miundombinu, tunazungumzia swala la uwanja, mipira na vifaa vinginevyo. Joshua, katika mchezo wa kikapu sasa, ipi mipango ambayo taasisi zinatakiwa kufanya kwa kisha basi mchezo huu unaweza kusalia vioni? Nadhani kitu muhimu sana ni support, kwa sababu tukiwa vioni kwa kiasi kikubwa michezo inahitajika support kutoka kwa uongozi wa juu, waweze kutupatia vifaa hivyo, mipira, neti zinaisha, zile zinatakiwa zote zitoke kwa uongozi zije uwanjani ili kusababisha kupunguza yale majukumu ya mchezaji, kwa sababu sisi wenyewe tunajinunulia jezi zetu, tunanunua vifaa, viatu, soksi. Kwa sasa utakapoongeza na tatizo lingine tena la kupata kununua mipira, kununua nyavu, kununua koni, inakuwa inasababisha kidogo mambo yanakuwa magumu. Kwa mfano kwa kiasi kikubwa sisi wenyewe hapa tunajilea kwa mantiki ipi? Mipira tunajitahidi sana kwa sababu mipira tunayopewa kutoka kwa uongozi, tunapewa mpira mmoja. Sasa mpira mmoja hauwezi kuvumilia kwa semester nzima, inatakiwa tunachangisha hela mwezi kwa sababu sasa hizi tunafanya kwa upendo, tunafanya hivyo hivyo ili kuweza kuendelea kufikisha mchezo wetu katika sehemu ambayo tunaitaka sisi. Lakini kikubwa ni support. Tukipata support kubwa zaidi na mchezo unazidi kukua kwa ukubwa zaidi. Kaka Joshua, tarajia kwako niende kwa kapteni. Kapteni, mashindano ambayo mnafanya ya ligi mkiwa vioni yanaleta kitu gani kuhakikisha basi mchezo huu pia unakuwa na kama ilivyo michezo mingine, kwa mchezo wa mpira miguu unakuwa unajulikana sana? Mashindano haya yanasaidiaje? Kwa ujumla wa mkoa wa Mwanza ni kwamba miongoni mwa mashindano ambayo tunashiriki yanatupa nafasi ya kukutana na wadau wakubwa sana kwenye mchezo wa kikapu. Nikiwa na maanisha kwamba nje na uongozi wa SAUT tunapata nafasi ya kukutana na taasisi zingine ambazo zinasapoti mchezo wa kikapu. Kwa hiyo tukizungumzia swala la mashindano, tunazungumzia mashindano yote kwa mkoa wa Mwanza, lakini pia na wadau ambao wanaendesha mashindano tunapata nafasi ya kukutana nao, kuzungumza nao, kwa address baadhi ya changamoto ambazo na baadhi ya changamoto ukianza kufuatilia swala la procedure au mchakato mzima mpaka ukihusishe chuo, inakuwa ni ngumu pia kwao kushiriki kwenye hilo swala. Kwa hiyo tutaambiwa tu bwana, mtakapomaliza utaratibu na uongozi wenu wa chuo basi watafanyaje? Watashiriki. Kwa hiyo kuna changamoto kweli zinatatuliwa, kuna changamoto hazitatuliwi, kwa sababu hao wadau tunaowazungumzia wanatupa nafasi ya baadhi ya wachezaji wetu kwenda kushiriki kwenye mafunzo ya kuofficiate, tukizungumzia swala la maofficial au marefa kwa lugha nyepesi. Mimi kwa Joshua, unapokuwa ukicheza mchezo wa kikapu, labda mko kwenye mashindano, ni sehemu gani inakuwa ni ngumu sana kwa mchezaji kuhakikisha kwamba anaweza kuifanya vizuri na sehemu nyingine akapama kuifanya katika kwenye mchezo huo? Mimi nadhani hamna sehemu ambayo ni rahisi, sehemu zote ni ngumu, ila kuna nafasi ambazo inakuwa ni rahisi sana mtu kukabwa, kwa hiyo kuhitaji skills kubwa ili kuweza kufikia kucheza na pesi ya mchezo. Kwa mfano kuna mchezo sisi kuna wachezaji watano. Kuna namba moja, huyu ni playmaker. Kama inaweza playmaker, kwa hiyo huyu ndo anaye make plays zote za kwenye mchezo, huyu playmaker. Tunakuja kwa mchezaji namba mbili. Namba mbili huyu ni shooting guard. Kazi yake kushoot kwa kiasi kikubwa. Anafanya vitu vingine vyote, lakini kazi yake kubwa sana ni kushoot. Unakuja na huyu guard namba tatu.
Huyu guard namba 3 kazi yake ni kupenetrate ndani na ku take shots. Alafu kuna huyu namba 4. Namba 4 na namba 5 hao tunawaita ni mabig men. Mabig men huyu kuna huyu center ambaye ni namba 5. Yeye ndo role yake kubwa kuonesha mchezaji mtakiwa ukabaji, kwa sababu anakuwa yuko nyuma kabisa pale, anaona vizuri. 4 na 5 kazi yao kuchukua bounce za team na kurudishia vikapu ambavyo vina mtu kakosa. Lakini sasa huyu mchezaji namba 2 ambaye ni shooting guard anapata ugumu kwa sababu kumkaba ni rahisi. Akikaba man to man, ina maana inakuwa ni ngumu sana ku take shot. Kwa mfano kama wafuatiliaji wa basket, kuna mchezaji anaitwa Stephen Curry wa Golden State Warriors. Juzi walikuwa wanacheza game na timu moja hapo, ilikuwa ni vigumu sana kwa Stephen alitoka na point 3. Mtu ambaye tunategemea anafunga game ya nyuma yake alifunga point 52, lakini alikabwa ikafikia mahali alifunga point 3 tu. Ina maana tunaona ni kwa jinsi gani ni rahisi au ni ngumu kwa mchezaji huyu namba 2 ambaye ni shooting guard. Akikabwa vizuri ni kitu kigumu sana kuweza kufanya. Wacheza na Clippers. Kwa hiyo ndio tuone mazingira ambayo ukiwa mchezaji ni shooting guard ndio ufanye mazoezi sana. Pia ni nafasi yangu ninayocheza hiyo shooting guard. Kwa hiyo ndio ufanye mazoezi mengi sana ili uweze kuwa mchezaji mzuri, ili standard yako iendelee kuwa katika viwango vizuri. Nileje kwa kapteni. Kapteni, umesema kwamba mnakutana na wadau mbalimbali na muda mwingine mnaongea mengi kuhusiana na mchezo wa kikapu. Sasa wewe mnaelekea kwenye mashindano ya TAKUSU. Lipi neno lako kwa wadau? Neno langu kubwa kwa wadau naweza kusema ni kwamba bado mchezo wa kikapu upo hai. Ni mchezo ambao hujafa, na kwa namna nyingine ni kwamba kwa wakati huu ndio mchezo ambao na wenyewe unajaribu au unapanda chati yake katika nchi yetu Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo tunahitaji support yao kwa namna moja au nyingine, ikiwa ni pamoja na uongozi wa chuo na wadau wengine, ili tunapoenda kwenye mashindano tusipate ugumu mkubwa sana kwenye baadhi ya changamoto ambazo zilikuwa zina uwezo wa kutatuliwa toka mwanzo. Tunazungumzia kwa uongozi wa chuo, inabidi wahakikishe kwamba kuna uwepo wa vifaa vya michezo, tukizungumzia jezi kwa ajili ya mashindano, mipira na hata malazi pia yawe mazuri kwa wachezaji, ili wanapoenda wakose sababu nyingine ambayo itawafanya wacheze chini ya viwango vyao, kwa sababu kiwango cha mchezaji kinategemeana na support ya wadau kwa kiwango kikubwa sana. Sasa kapteni, ni misingi gani ambayo basi mnaifanya kuhakikisha basi mchezo wa kikapu na unakuwa unapewa thamani kama michezo mingine? Kwa namna moja nyingine, misingi ambayo tunaifanya ni kuwashirikisha pia viongozi wa ndani ya chuo cha Mtakatifu Agustino, lakini nje na hayo ni kununua vifaa au kufanya maboresho ya uwanja, sisi tukiwa kama wachezaji, pasipo kutegemea kwa kiwango kikubwa sana kutoka kwa watu, lakini pia kuwashirikisha wadhamini wa nje ya chuo ili wapate kushiriki na sisi. Mtu akiona mchezo wa kikapu anasema mchezo wa kikapu ni mzuri. Neno lako la mwisho sasa kwa wanafunzi wanaosoma ndani ya chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino, hata ambao pia wanakusikiliza na kutazama kwa sasa. Sawa. Hapo naomba kabla sijibu swali niongezee kitu kidogo. Kapteni wetu hapa nadhani kwa muhula wake alioingia kuwa kiongozi, kuna project ya anzisha nzuri sana ya kuweka taa uwanjani ambayo ni nje ya uongozi wa chuo. Ni yeye alikaa kaona hiyo kitu ni kizuri kinaweza kufanyika. Kwa hiyo sasa hivi tupo katika harambee kuchangisha mchango sisi kama wachezaji na familia ya basket kiujumla, na sasa hivi tushanunuliwa taa, zimebakiwa tu posti zile za kuweka hapo ili kuwe na taa. Tuna muda mwingi sana wa kufanya mazoezi na tusitoroke vipindi tukaja kucheza. Kwa hiyo tunapata, kwa nadhani hivi likikamilika ndani ya uongozi wake atakuwa kitu kikubwa sana kafanya. Sasa nirudi kwenye swali lako. Basket ndio mchezo nadhani ni rahisi sana kuliko michezo mingi kwa sababu moja. Basket unaweza kujifunza hata ukiwa mkubwa na miaka 20, 25 na ukajua na ukawa mchezaji mzuri. Kwa hiyo tushawapokea first year wengi na tunawafundisha na wanakuwa wachezaji wazuri. Watia moyo watu ambao hawana michezo, hawana sehemu ya vitu vya kufanya, wakaribia kwenye familia ndogo ambayo tunajitahidi kuikuza kila siku ili tuweze kupata watu wengi sana. Nimalizie kwa kapteni kwa sekunde kadhaa. Kapteni, Waswahili wanasema ibada njema inaanzia nyumbani. Nyie kama sasa wanafunzi pia wachezaji wa mchezo wa basket wa kikapu ndani ya chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino, mnahakikishaje nyinyi ndio mnakuwa kwanza kuhakikisha basi mchezo huu unapewa thamani?
tunaanza kwa kuboresha mazingira ambayo yatakuwa ni kitu safi sana. Sidhani kama kuna mtu hata kwenye ibada anafanya ibada katika mazingira mabaya. Kwa hiyo tunaanza kuboresha mazingira, lakini pia kwa kufanya mazoezi tukiwa kama wana mazoezi, kuhimizana kufika mazoezini kwa wakati, kushiriki michezo ya ndani ya chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino tukizungumzia mashindano ya faculty, lakini pia kwa kuwa encourage young players au wale vijana ambao wamekuja kujiunga na mchezo wa kikapu wakiwa ni wanafunzi wa chuo cha Mtakatifu Agustino au nje ya Mtakatifu Agustino. Mimi niwashukuru sana kwa kuja na kuchagiza mada yetu ambayo tumechagiza hapa, na mimi mtazamaji ameelewa na amefahamu vingi kuhusiana na mchezo wa kikapu hasa ndani ya chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino. Maendeleo yakoje kwa upande wa wadau pamoja na nyinyi ambao mnashiriki katika mchezo. Siku nyingine na mimi nitakuja kidogo tucheze. Karibu, na mimi mwenyewe natamani, lakini sasa kwenye kurusha hapo ndo kuna kazi. Karibu, ni mazoezi. Kwa nukta hiyo ndivyo tunavyotamatisha kipindi cha Sports Warm Up kwa siku hii ya leo. Mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kingine siku na wakati kama huu. Ni washukuru wale wote waliohakikisha kipindi hiki kinakufikia, lakini kinachofuata ni makala kuhusiana na mada yetu iliyokuwa ikisema ni kwa namna gani wadau wanavyohakikisha mchezo wa kikapu unaweza kusalia vyuoni. Uwe na wakati mwema kwa sasa. Ni ukweli usiopingika kuwa mchezo wa mpira wa miguu ndio mchezo pendwa duniani kutokana na namba kubwa ya watu wanaopenda na kufuatilia mchezo huu. Lakini ukienda katika taifa la Marekani mambo ni tofauti. Kwao mpira wa kikapu ndio mchezo pendwa na huwaambii kitu kuhusu mchezo huu. Wakati nyie mkibishana kwenye video vyenu nani bora kati ya Messi na Ronaldo, wao wapo busy wanabishana juu ya ubora wa LeBron James wa Los Angeles Lakers na Stephen Curry wa Golden State Warriors. Mchezo wa mpira wa kikapu ni mchezo ambao kwa asilimia kubwa vipaji vingi huibukia vyuoni, na vyuo ndio imekuwa sehemu tegemezi zaidi ya kuibua vipaji vya mastaa wengi ambao huwa wanaibuka kutokea huko. Tunajivunia star wetu Hashim Thabit ambaye pia aliibuka huko nchini Marekani katika chuo cha University Connecticut na kuja kuwa miongoni mwa Watanzania wanaocheza mpira wa kikapu nchini Marekani. Japo hakupata mafanikio makubwa na kurejea nchini, lakini hii inafungua macho na kuona namna gani vyuo vimekuwa ni sehemu tegemezi zaidi kwa kuibua vipaji vya upande wa mpira wa kikapu. Kwa hapa Tanzania, mpira wa kikapu umekuwa ukichezwa katika vyuo mbalimbali, lakini mara nyingi umekuwa ukichezwa kwa mazoea tu. Yaani wengi wao wanaucheza kama sehemu ya mazoezi, na kwa vile wanaupenda mchezo huu si kucheza kwa malengo ili siku moja wafike mbali kama ilivyo kwa Wamarekani wengi. Hii inapelekea mchezo huu kuonekana kuwa wa kawaida na kutokuwa na thamani kubwa kama mpira wa miguu. Yapo baadhi ya mambo ambayo wadau wa mchezo huu wanaweza kufanya ili kufanya mchezo huu uendelee kusalia vyuoni na kupa thamani kubwa. Jambo la kwanza ni kucheza kwa malengo. Miongoni mwa sababu za mchezo huu kuonekana kuwa wa kawaida hapa Tanzania ni watu kucheza kwa mazoea. Hivyo basi wadau hususan wanavyuo watapaswa kuwa na malengo ya mchezo huu na kufikisha mbali na wao kutamani kufika mbali. Jambo la pili ni kutafuta wadhamini. Miongoni mwa vitu ambavyo huwa vinaleta hamasa kwenye mchezo huu ni uwepo wa wadhamini kwenye mashindano. Jambo lingine ni kushirikiana na shirikisho la mpira wa kikapu Tanzania TBF. Hii itasaidia mchezo huu kuendeshwa kwa miongozo maalumu kutoka kwenye shirikisho, lakini pia ushirikiano huu utasaidia mchezo huu kuendelea kukua na kuchezwa kwa kufuata kanuni na si kucheza kwa mazoea. Jambo la mwisho ni kuanzisha mashindano mbalimbali ya kikapu. Hapa inaweza ikawa mashindano ya vyuo kitaifa au kwa kanda. Hii itasaidia kuibua vipaji na kusambaza mchezo huu na kuufanya uendelee kupendwa zaidi na watu. Mwandaaji wa makala hii ni Ushindi Kadege, langu jina ni Atanas Kapina.